السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مرحبا بكم في الحلقة الثالثة وفي الجزء الثاني من برنامجكم اللهم بك أصبحنا. أخي المبارك وأختي المباركة، تفقد الحلاوة في الصلاة، فإن وجدتها فاحمد الله سبحانه، وإن لم تجدها فاعلم بأن الباب مغلق عليك. لكن كيف ذلك؟ نعم، بأدائك للصلاة في وقتها. نعم، بأدائك للصلاة في وقتها، كما أمرك الله بذلك يوم أن قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وكما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ورد عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أخي المبارك وأختي المباركة، karibuni tena kwa mara nyingine kwenye halaka ya tatu na kwenye aljuzu thani ndani ya barnamiji yetu tuliyoipatia kwa jina la Allahumma bika asbahna. Ewe Mola, kwa kupitia nguvu zako na uwezo wako juu yetu tumeweza kuiona siku nyingine na asubuhi nyingine mpya. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, naam, itafute ladha ya iman ndani ya ibada yako ya sala. Ukiipata basi fahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda, hivyo umshukuru Mola wako subhanahu wa ta'ala. Na endapo hutoipata ladha katika ibada yako ya sala, basi fahamu ya kuwa umefungiwa mlango wa khairi kubwa sana. Lakini vipi utaweza kuifikia ladha ya taa na ladha ya iman katika ibada yako ya sala? Kwa kule kuitekeleza ibada ya sala kwa wakati wake, kwa kuswali sala kwa wakati wake kama alivyokuamrisha Mola wako subhanahu wa ta'ala sehemu mbalimbali. Mara anasema: hafidhu ala salawati was salati alwusta, zihifadhini swala tano hizi kwa kuziswali kwa wakati wake, pamoja na kuihifadhi swala ya kati na kati ambayo ni swala ya asri. Allah anatuita katika aya hii ili tuziswali swala tano hizi pamoja na swala ya asri kwa wakati wake. Swala ni hili: je, tumeifanyia kazi aya ya Mwenyezi Mungu hii kwa kuzitekeleza swala tano hizi kwa wakati wake kama namna alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, ama tunaswali nje ya wakati wake? Na sehemu nyingine Allah asema: inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, hakika ibada ya sala imefaradhishwa kwa waumini kwa nyakati zilizo maalum. Billahi alayka, ninakuapisha kwa utukufu Allah subhanahu wa ta'ala, vipi unatarajia wewe kupata ladha ya taa katika sala yako na wakati wewe unaswali nje ya wakati wake? Haiwezekani. Na kwa kupitia hili ndiyo maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alomwagizia Abdullah ibn Mas'ud, bali yamekuja mapokezi bora kwa Bukhari na Muslim kutokana na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Asema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yakuwa alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam: ya Rasulullah, ni amali gani yenye kupendeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ni kitendo cha mja kuswali swala kwa wakati wake. Kuswali swala kwa wakati wake ndiyo amali ambayo kwamba inaipendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuko wapi mimi na wewe katika hili la kuitekeleza swala kwa wakati wake? Na muomba Allah subhanahu wa ta'ala tuongoe kwenye barabara iliyonyooka na katika hili la kuweza kuitekeleza ibada ya swala kwa wakati wake, ya rabbal alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.